tulikuwa tunakitazama hapa kwa uzuri, na mahala ambapo tulikuwa tumekifikia ni mahala pa wasifu. Tukiutazama wasifu wa kocha mpya msaidizi wa klabu ya soka Young Africans, the general mwenyewe Patrick Mabedi. Tukanajaribu kumtazama hapo kwa uzuri na kile ambacho Young Africans wametuambia kuhusiana na yeye. Na niliona jana afisa habari wa klabu ya soka Young Africans Ali Shaban Kamwe akawa anasema huyu ni kocha ambaye ana vyeti. Sasa ndo nikaelewa kwa nini pengine kwenye utambulisho wake walianza kuposti CV yake, sijui elimu, yani iliwekwa sana pale elimu, mara kasoma Ujerumani. Hasa baada ya kumsikiliza ndo nikagundua kumbe ile ilikuwa ni kijembe bana kwenda upande wa pili. Sasa tatizo ni kwamba kasoma Ujerumani lakini hajawahi kudumu kwenye timu. Yaani ujue ubaya ni kwamba CV ya mwalimu mpya wa Young Africans. Ile timu ya taifa huko amedumu. Huko Malawi timu za vijana kuchaleta atadumu kwa sababu mara nyingi timu za vijana huwa kuna malengo ya shirikisho. Au mwendeshaji wa timu ya taifa na klabu tofauti. Ni tofauti pia. Unajua CV ya kocha wa Yanga ndio kasoma lakini haivutii. Yaani haikushawishi. Kwamba CV ya kocha wa Yanga kasoma lakini ngoja nirudie niongee mwenyewe. Nini sasa? Sawa. CV ya kocha msaidizi wa Young Africans haivutii, pamoja na kwamba amesoma kweli Ujerumani si wapi, lakini haivutii kwa sababu hajakaa kwenye timu kwa muda mrefu. Hakuna timu ambayo amehudumu kwa muda mrefu kwenye ngazi ya vilabu zaidi ya kwenye timu ya taifa, ambayo pia hiyo timu ya taifa sio timu ya wakubwa, ni timu ya vijana, ambapo pia mafundisho yake hayawezi kuwa sawa na timu za wakubwa. Umeelewa? Yani kwenye timu za vijana ni rahisi hata control tabia za mtu mmoja mmoja kwenye timu, kwa sababu wengi wanasikiliza, wana kiu ya kutaka kufanikiwa. Lakini kwenye timu za wakubwa huku kuna changamoto sometimes ya kutokusikilizana, kuvurugu za hapa na pale. Kwa hiyo kuwahandle wale kidogo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo huyu mwalimu mpya wa Young Africans sasa, kwa hiyo kama ni kocha msaidizi, lakini hakuna timu ambayo amedumu kwa muda mrefu. Hiyo ni changamoto. Hiyo ni changamoto ambayo inanipa pia mashaka kwamba inawezekana hata kwenye kikosi cha Young Africans pia asidumu pia kwa muda mrefu. Ndio maana mimi nikauliza kwamba Alex, kwamba ukiangalia CV yake kwenye klabu alikuwa hadumu miezi 6, miezi 8, mwaka kidogo akijitahidi hivyo. Nikanasema au inawezekana labda kule alikuwa anatumika kama saidia fundi, na Yanga labda wamechungulia mbali, wakaona huyu Romain Folz huko tunaweza tusifike tu na mtu ambaye ana uzoefu wa kuvusha watu kwenye vipindi vifupi. Inawezekana labda hiyo ikawa ni dhima. Inawezekana nimefikiria sawa hapo Ngoso Msigwa. Kwamba inawezekana mwalimu akaondolewa. Kwamba inawezekana wameangalia kwamba huku tunakoenda huyu bwana inawezekana tusifike. Sasa tunataka mtu ambaye within a short period of time anaweza akakopi na ana uzoefu wa kufanya hivi. Haiwezi kaa hivyo labda, au nimefikiria vibaya? Kila mtu anakuwa na uhuru wa kufikiria. Unajua kufikiria, hakuna kufikiria vibaya. Ni mawazo mbadala. Sawa. Tupe ya kwako wewe kwenye hiki. Mimi binafsi ni kwamba kwanza lazima tufahamu kwamba hakuna coach mwenye dirisha la usajili. Kila coach anaweza kaondoka muda wowote, anaweza kaajiriwa muda wowote, na anaweza kafukuzwa muda wowote. Uzuri ni kwamba kwenye nyakati hizo zote hakukaa bila timu. Hiyo ni sehemu ya positive ya kuichukua, kwamba hakuna muda ambaye alikaa nyumbani kwamba sasa wewe umetimuliwa alafu kazi hamna. Maana yake kuna uwezekano kila jitihada ambayo aliifanya ilishawishi mtu mwingine kumtaka na kumpa fursa ya kufanya jambo fulani. Kwa hiyo kuna uwezekano hakuondoka kwa sababu katimuliwa, ili aliondoka kwa sababu ameshawishiwa vizuri zaidi na akapewa ofa nzuri. Ila kuna ile ilikuwa kocha mkuu ile alitimbiwa, aliliwa kichwa ile. Lazima tuweke vizuri. Hoja pia kwa kocha mkuu, tofauti na kwa kocha msaidizi. Tumalize Msigwa. Yes, kwa hiyo maana yangu ni kwamba kwa bara letu la Afrika ni makocha wachache sana ambao wanaweza kudumu kwenye timu kwa muda mrefu, hasa wakiwa wanafundisha soka letu la Afrika, kwa sababu ya mapito ya soka letu la Afrika ambapo tuna invest kwenye matokeo zaidi kuliko kwenye process. Kwa hiyo binafsi sio yeye peke yake, hata ukienda kuangalia profile ya manager wa Simba, yeye mwenyewe pia ana wastani wa kukaa miezi takriban 6-7 kwenye clubs zake ambazo anakuwa anazitumikia. Na mimi hata yule ukienda hata kuangalia Folz mwenyewe hivyo. Yani ni ngumu kumuona amekaa sehemu kwa muda mrefu. Ataondoka hapa, ataenda hapa, naenda, kwa sababu ya namna ambavyo soka letu linakuwa. Hata makocha wetu wakubwa sana wa Afrika. Unajua kocha wa Afrika ambaye amedumu zaidi kwenye klabu yake ni kocha wa ASEC Mimosas peke yake, ambaye ana takriban miaka 8. Huyo ndio kocha. Hivi Pitso alikaa miaka mingapi pale? Si misimu zaidi ya 2-3 kabisa. Sasa unaona misimu 2-3 ni misimu michache kwa clubs. Yaani mimi kwa kwenye maendeleo ya soka, na maana sisi tunaona miaka 2-3 ni muda mrefu.
Lakini Afrika nzima, wakati wenzetu tuna wanakocha amekaa miaka 26, sisi kocha ambaye anakaa kwenye klabu kwa muda mrefu ambaye amedumu ana miaka 8 Afrika, na ambaye ni coach wa ASEC. Na huyo pia ametokea kwenye zile ranks za kukuza vijana. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba sisi Afrika tumekuwa ni watu ambao tunafanya vitu kwa sababu ya matokeo. Tusipopata matokeo, basi wewe hauna maana, bila kuangalia kwamba ulikuwa uko kwenye process gani. Kuna uwezekano ulikuwa umeshaandaa timu ipo kwenye eneo sasa la kuweza kukupa matokeo baada ya muda mfupi, then wao wako tayari kuondoa alafu waanze sifuri. Kwa binafsi sitaki kuamini kwamba ni mwalimu ambaye yuko pale kwa ajili ya saidia fundi, ila naamini pia kuna kitu anacho, ndio maana hakuwahi kukosa kazi muda wote ambao alikuwa hata ametimuliwa au amepewa ofa nyingine. Kwa muda mwingi alikuwa ana kazi. Hiyo ni positive to take kwa Afrika. Haya. Alex, kuna chochote cha tofauti labda tumalizie hapo kwa Patrick Mabedi, kwa sababu mimi kiukweli nasubiri kuona. Yaani kwa tulipofika nafikiri nasubiri kwanza nione kitu gani ambacho atakifanya, kwa sababu pia bahati mbaya ambayo naiona ni kwamba kitakachofanyika, picha ya juu, picha kubwa iko kwa Romain Folz. Unajua pia Musa, nilikuwa nakwambia muda ule kwamba kuna tofauti ya kocha mkuu na kocha msaidizi. Huyu Mabedi anaenda Young Africans akiwa kocha msaidizi. Kama ambavyo amepita kwenye vilabu vyote vikubwa akiwa kocha msaidizi, ambapo hata kama timu ambayo alimfundisha ilifanikiwa kwa kiwango gani, lakini still kuna kocha mkuu ambaye ndio anaiongoza timu, anatazamwa na wewe unatazamwa kama second plan kwa mwalimu ambao uko naye kwenye ambaye anakusaidia. Sasa huko ambako anatoka hakuna record ambayo inaonyesha kwamba akiwa kocha msaidizi alifukuzwa. Hakuna record ambayo inaonyesha kwamba labda watu walipanda dau. Inawezekana pia alijipeleka, inawezekana au labda amekuwa anamshika bana, mimi huko kidogo mambo sio mazuri labda. Ngoja kwanza kujipeleka ndio yeye nikaje, yani sio hiyo. Yaani kwamba ile kwa mfano mimi hapa nishachoka kukaa. Hasa labda nahitaji kwa kocha mkuu, basi pati hiyo nafasi kwa niende sehemu nyingine kule. Naweza nikapata nafasi nyingine. Ni vitu ambavyo vinawezekana tu kwenye mpira. Lakini concern yangu mimi ni nini? Concern yangu mimi ni kwamba once unakuwa kocha msaidizi, automatically unakuwa huna maamuzi kwenye timu. Mwenye maamuzi ni mtu mwingine. Kwa hiyo hata kama Mabedi atakuwa na wazo lake ambalo linaweza kuwa na manufaa kwenye timu, bado linaweza lisifanywe kazi kwa sababu hana mamlaka ya kupanga timu. Yeye atapokea mamlaka kutoka kwa mtu mwingine. Kwa vyovyote itakavyokuwa, chochote ambacho atakifanya, bado sifa zitaenda kwa Romain Folz bila kujali kwamba timu itacheza vizuri ama itakuwaje. Kwa hiyo kwa vyovyote Yanga itakavyokuja baadaye, chochote kitachoenda kutokea, bado lawama au pongezi zitaenda kwa nani? Kwa Romain Folz. Lakini ukiwa na mwalimu msaidizi ambaye hajawahi kukaa kwenye timu moja, kwamba kila wakati yuko huku, wakati yuko huku, miezi yuko hapa, mwezi huko hapa, mwezi yuko hapa, manake kuna tabia pia ambazo ameazadapt kwenye huko kote ambako amepita. Sasa ni rahisi hizo tabia kumwathiri kwenye timu ambayo anakuja au kumnufaisha kwenye timu ambayo anakuja. Sasa itategemea hivyo vitabia vidogo alivyovipata huko, vikija Young Africans vitaenda kuongeza kitu kwa maana ya ama vitaenda kupunguza kitu. Ni swali lingine la kusubiri na kuona. Ingawa mimi naamini natamani timu zetu zifike hatua zikiwa zinaajiri benchi la ufundi, yani vilabu vijiridhishe kabla ya kuajiri makocha. Mimi nashawishika kuamini kwamba hata kwa Patrick Mabedi Young Africans watakuwa wamejiridhisha, na ndio maana nilikuwa natazama hapa. Unajua ile ya Kaizer mimi ilikuwa inanichanganya kwa sababu Kaizer alichukuliwa kama kocha msaidizi, alafu kocha mkuu akaondoka, akapewa caretaker kidogo, alafu ilivyoisha wakavunja mkataba wake. Yani sasa ile walivunja wakasema sasa wewe bana hatutaki kuendelea. Unajua ubaya wake ni nini? Ukishakuwa caretaker alafu akapata kocha mwingine, huyu kocha mwingine atakuja na watu wake. Kwa hiyo maana yake wewe unakuwa uhitajiki tena kuwepo kwenye ile eneo lenyewe la bench la ufundi. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi utaona kabisa kwamba unaweza kwa watu wanakuhitaji, lakini sasa amekuja mtu mwingine ambaye ana sifa na ambaye wamekubaliana naye na tayari ana matakwa yake ya kuja na benchi lake, automatically lazima watavunja naye mkataba. Ni Simba tu ambaye huwa anasema kocha anakuja na watu wako, lakini Matola ataendelea kubaki. Simba ndo na msimamo wao. Simba Matola ataendelea kubaki. Hicho ndio kitu ambacho, lakini pia mimi nafikiri kwenye mchezo wa dhidi ya Silver Strikers ya kule Malawi, naamini yeye anaweza kawa ni sehemu kubwa sana ya kuwasaidia Yanga
Yanga kwenye hili eneo kwa sababu anakuja akiwa anawafahamu Silva vizuri, lakini pia sio tu anawafahamu vizuri, lakini pia anafahamu mazingira ya kule vizuri. Kwa hiyo it's easy kutoa taarifa kwa wachezaji wa Yanga kwamba hawa ni wachezaji wanacheza kwa namna gani, wanatumia nguvu kwa kiwango gani. Kwa hiyo hata kwenye maandalizi ni rahisi kuandaa mazingira rafiki kulingana na mchezo na mahitaji ya mchezo wenyewe ambao utakuwa home and away. Kwa hiyo sometimes unaweza ukafanya maamuzi yakaonekana kama ni ya haraka, lakini yakawa na manufaa kwa kipindi hicho cha husika. Kwa hiyo kuna uwezekano Yanga wamebeti vizuri kwamba wanamchukua coach kutoka Malawi, lakini pia ataenda kuwasaidia kwenye kufika makundi kirahisi endapo Yanga atafika makundi, kwa sababu tayari ramani inakuwa tayari ishachora na mwalimu. Sawa bana, tuachane na taarifa hiyo, tusubiri kuona, kwa maana kwamba wanakuambia wakati mwingine itakapoanza kutukia tutaona, mbichi na mbivu zitaonekana, na hapana shaka tutapata nafasi ya kumzungumza kwa uzuri na kile ambacho tulikuwa tunakiona. Licha ya falsafa yake mwenyewe, amesema anapenda timu ambayo ina adapt kulingana na mpinzani, lakini pia yeye transition ni basic, kwamba kuzuia mnapopoteza mpira na mnapokuwa na mpira, yani kuna vitu ambavyo anataka, yani wanao yani hiyo ndio kitu ambayo yeye anakitaka, kwamba tunafanya tunaweka pressure, tunachukua mpira, tunakimbia kushambulia. Mnao si ndio? Yani tunao pia. Yani yeye ni moto kwa kwenda mbele. Hicho ndio ambacho alikizungumza kwa upande wake. Kwa hiyo tusubiri kuona kitu gani ambacho kitatokeje. Hii Yanga ya Romain Folz hayo mabadiliko ambayo atakuja nayo Mabedi, labda ataifanya iwe kwenye mrengo ambao watu wengi wanatamani kuona, ama namna gani, swala ambalo tutaenda kulizungumza. Licha kuna mdau mmoja pia alinipenyezea akaniambia kwamba ile mechi ya TRA timu haikucheza vizuri pia, licha alicheza na timu ya daraja la chini. Yeye alienda kuangalia. Anadai kwamba alishuhudia nani. Sasa hayo sio maneno yangu. Tarehe 17 kesho kutwa. Kwa hiyo tutasubiria hapa tuone kitu gani ambacho kinajitokeza. Bana, timu ya taifa ya Tanzania itakuwa inacheza dhidi ya Iran, ambao ukitazama kwenye viwango vya ubora nambari 21 ulimwenguni. Naam. Ni moja kati ya wapinzani ambao tunasema tunawapata wakiwa na uzito mkubwa mara baada ya muda mrefu, hususan kwenye michezo ya kimataifa. Naam. Hem, tutazame huo mchezo kidogo. Tunaenda kupima nini? Nafikiri ni kuwatengenezea wachezaji wetu kujiamini tu peke yake. Nadhani hicho ndio kitu cha msingi. Okay. Lakini tofauti na hapo, sisi tuko mbali sana na Iran ambao wao tayari washafuzu kwenda kombe la dunia 2026 na hiyo ni mara yao ya 7 kufuzu kucheza kombe la dunia. Sasa sisi hatujawahi hata kucheza mara moja. Yes, lakini pia kwenye hizi qualification za hivi karibuni pia imekuwa ni timu ambayo inaenda mara kwa mara. 2026 ameshafuzu, 22, 18, lakini pia hata nadhani 16 alikosa, lakini 14 alikuwepo. Kwa hiyo utaona kwamba ni timu ambayo imekuwa inafanya vizuri, lakini ni taifa ambalo pia lina mkusanyiko wa wachezaji kutoka kwenye ligi yao ya ndani, ligi ya Saudia, ligi ya Ulaya. Wachezaji wanatoka Olympiacos, same tofauti by the way, na ni wachezaji wakubwa. Kwa hiyo kwa wachezaji wa Tanzania ambao wengi wao wameenda ni wale ambao sio wazoefu sana, na tunafahamu kabisa kwamba taifa letu sisi lazima liandae kuwa na squad pana, kwa sababu tuna mashindano ambayo ni AFCON mwaka huu. Lakini pia baada ya miaka miwili tuandae sisi wenyewe AFCON. Kwa lazima tuwe na vijana ambao tunawaandaa kwa lengo la kuwapandikiza kujiamini, hata inapokuja AFCON wasishangai kucheza na timu ambazo zipo kwenye kiwango kikubwa sana. Yes, kwa hiyo mimi naamini faida kubwa ni kwa vijana wetu sisi kupata uzoefu, kuondoa uoga wanapokutana na mataifa ambayo wanajua haya ni mataifa yenye rank kubwa, lakini at the same time inakuwa pia ni faida sasa inapotokea kwamba tumeshinda mchezo, tunaweza tukapanda. Lakini inaweza kawa ni mchezo mgumu pia kwa Tanzania, kwa sababu kwenye mchezo wa kirafiki uliopita ambao walicheza na Urusi walipoteza mabao 2-1. Sawa bana, wana michezo tumeabiri kwa pamoja kwa uzuri kuanzia mwanzo tukiwa na Ngoso Msigo pamoja na Alex Ngereza. Lakini kabla ya kuondoka, mimi nafikiri tuifanye tofauti kidogo. Luis Alberto Diaz, mmoja kati ya watu ambao tunatamani kujua kwenye jana na leo, pale ambapo tunatakiwa tukatazame mambo yakana namna gani. Nafikiri huo ni muda sasa tuchukue hii kwenye kumalizia hapa, tena tukamtazame Luis kwenye jana na leo kwenye makala hapo, kisha tutarejea hapa kutamatisha kipindi chetu katika siku ya leo, ikiwa ni jambo ambalo linatufungia tunasema ni Oktoba 14 maalum kabisa, tukiwa na kumbukumbu nyingi. Katazame hapo kwenye makala, kisha tutarejea hapo tukiwa tunamtazama Luis Suarez almaarufu zaidi. Luis Alberto Suarez Diaz ni mchezaji maarufu wa soka kutoka nchini Uruguay. Anajulikana duniani kwa uwezo wake wa kufunga mabao, kasi na ustadi mkubwa uwanjani.
Suarez amewahi kucheza vilabu vikubwa barani Ulaya kama vile Ajax, Liverpool, Barcelona na Atletico de Madrid pamoja na timu yake ya taifa ya Uruguay. Safari yake ya soka imekuwa na mafanikio makubwa, lakini pia imekumbwa na utata mwingi. Luis Suarez alizaliwa tarehe 24 Januari mwaka 1987 katika mji wa Salto nchini Uruguay. Alikulia katika familia masikini yenye watoto 7, na hali hii inamfundisha thamani ya bidii na kujituma. Wakati alipokuwa na umri mdogo, familia yake ilihamia Montevideo, mji mkuu wa Uruguay, ambako alianza kucheza soka mitaani kabla ya kugunduliwa na klabu ya Nacional. Suarez alianza taaluma yake rasmi ya soka katika klabu ya Nacional ya Uruguay, ambako alionyesha uwezo mkubwa wa kufunga mabao. Mwaka 2006 alihamia Ulaya kujiunga na klabu ya Groningen ya Horanzi na baadaye akajiunga na Ajax Amsterdam. Katika klabu ya Ajax, Suarez aliibuka kuwa mmoja wa wafungaji bora na hata kuwa nahodha wa timu hiyo. Na mwaka 2011 alijiunga na klabu ya Liverpool ya Uingereza, ambako alitamba sana katika ligi kuu ya kandanda ya Uingereza. Katika msimu wa 2013-14 alifunga mabao 31 na kushinda kiatu cha dhahabu Golden Boot akiwa mfungaji bora. Mwaka 2014 alisajiliwa na FC Barcelona, ambapo alishirikiana na Lionel Messi na Neymar kuunda safu hatari ya ushambuliaji iliyoitwa MSN. Katika kipindi chake Barcelona, Suarez alishinda mataji mengi yakiwemo La Liga, Copa del Rey na Ligi ya Mabingwa Ulaya, Champions League. Baada ya kuondoka Barcelona mwaka 2020, alijiunga na Atletico de Madrid na kuisaidia timu hiyo kushinda taji la La Liga pamoja na kuwa mfungaji bora wa La Liga. Licha ya mafanikio yake, Suarez amewahi kukumbwa na matatizo kadhaa yaliyohusisha na tabia yake uwanjani. Ameshawahi kufungiwa mara kadhaa kutokana na vitendo vya utovu wa nidhamu, kama vile kumng'ata mchezaji mwenzake, tukio maarufu zaidi likiwa la Kombe la Dunia mwaka 2014 alipomng'ata Gigio Chiellini wa Italia. Pia amehusishwa na matamshi ya kibaguzi akiwa Liverpool, jambo lililosababisha adhabu na ukosoaji mkubwa. Nje uwanja, Luis Suarez ana maisha yake safi, kwani ameoa mpenzi wake muda mrefu, Sofia Balbi, na amejaliwa watoto kadhaa. Familia imekuwa nguzo muhimu katika maisha yake, na mara nyingine Luis Suarez ameonyesha jinsi mkewe na watoto wake walivyompa motisha katika maisha na soka. Licha ya maisha ya umaarufu, ameendelea kuwa mtu wa familia na mnyenyekevu kwao. Luis Suarez ni mfano wa wachezaji wenye vipaji vikubwa na moyo ushindani usioyumba. Ingawa amepitia changamoto na lawama, mafanikio yake uwanjani hayawezi kupuuzwa. Ametengeneza historia katika soka la kimataifa na ataendelea kukumbukwa kama mmoja wa washambuliaji bora kabisa wa kizazi chake. Suarez ameweka rekodi ya kufunga magoli 600 kwenye maisha yake ya soka na bado hajastaafu kucheza soka la kulipwa. Naam, ni Luis Alberto Diaz Suarez El Pistolero, unaweza kumuita hivyo kutokana na aina yake ya ushangiliaji ambao alikuwa na. Yeye ndo mzee Yusufu alikuwa anasema piga bastola, si ndio? Hiyo Luis Suarez yeye anaitwa El Pistolero kutokana na namna yake ya ushangiliaji. Kwamba hapo umeamua kuongea Kihispaniola. Sasa si ndio hivyo, kwa sababu unajua si wale Amerika Kusini of course ndio lugha ni Kireno na Kihispaniola. Ndio maana nimesema umeamua kuongea Kihispaniola. Sasa ila nikakumbuka mimi nilipokumbuka hiyo El Pistolero nikakumbuka na vitu vya Alex Ngereza. Piga bastola. Au sio Alex? Mambo yako hayo. Mzee Yusufu huyo anaambiwa piga bastola. Vitu vya kwa vitu kama hivyo. Bana, unamkumbuka Luis Suarez angalau kwa sekunde 15 hivi? Yeah, of course namkumbuka Suarez akiwa Liverpool. Nakumbuka ilikuwa kidogo aondoke England akiwa amebeba ubingwa ule msimu ambao Gerard Alteleza amefanya kazi sana. Mechi dhidi ya Chelsea, Demba Ba enda kufunga bao, ilinikwaza sana ile siku. Kwa sababu ilikuwa kwanza muda ulikuwa umeenda sana. Dakika zilikuwa zinaisha. Akateleza Steven Gerrard. Ile ndio mechi ambayo ilipoteza kwenye ubingwa, kwa sababu baada ya kufungwa pale wakaanza kusileta kwa sababu baada ya pale sasa Man City alivyoshinda, Man City akaja juu, wao wakazidi kushuka chini zaidi. Kwa hiyo ni msimu ambao ulikuwa msimu bora zaidi kwake akiwa kwenye ligi ya England. Neno moja angalau Luis Alberto Suarez ukimtaja unaweza kumzungumziaje? Angalau kwa neno moja. Ni kati ya mastriker bora duara. Naposema striker duara sio inaeleweka. All round striker, yani anafanya vitu vingi.